Karibuni sana. Mwenye swali la mwisho Deme, karibu. Liza swali lako we direct kwenye question. Ili tusipoteze muda, ningeomba tu mwalimu Wankemwa haje hapa, maana amesema ya kwamba Yesu ndio Mungu Mwenyezi, na ningependa kwanza tuanzie hapa bwana Wankemwa ili tusipoteze muda. Maana naona unapenda kutumia maneno wakati maandiko yapo. Sasa kwenye lugha ama the word God Almighty, Mungu ama neno Mwenyezi, maana yake nini? Yaani nilifafanue kwamba maana yake nini? Kwa dakika tu kidogo. Sasa unataka nilifafanue kwa kamusi au kwa maelezo tu? Vile ambavyo wewe unaelewa unaposikia Mwenyezi ama definition ya Mwenyezi, Almighty. Nikisoma kwa sababu inatakiwa nianze kwenye neno la Kiebrania Almighty ambalo maana yake El Shaddai. Maana yake ni Mungu mwenye mamlaka yote na ukuu wake wote. Kwa hivyo tunapoongelea Almighty, God Almighty, tunaongelea muweza yote, si ndio? Ndio. Yaani ikiwemo na kuhukumu. Kwa hivyo yeye ndio mfalme na ndio mhukumu. Haya, tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sasa 15:28. Sasa bwana Wankemwa, maana nimekusikia ukisema kwamba Yesu ndio Mungu Mwenyezi, na tukakubaliana ya kwamba Mungu Mwenyezi yeye ndio mtawala, hawezi kuwa chini ya mtu mwingine, na kulingana na hili andiko tunaambiwa ya kwamba Kristo atatiisha vitu vyote chini ya Baba. Haijasema Kristo, imesema mwana. Imesema mwana. Sio mwana ni Kristo? Ama huyo mwana ni nani tena? Nataka tuende kama maandiko yanavyosema ili nikujibu sawa. Haya, sawa. Sasa somo nililokuwa nalo jana usiku hilo. Kwa hivyo mwana atatiisha chini ya nani? Vitu vyote chini ya Baba ya? Amesema vitatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia. Yeye aliyemtiishia ni nani? Haya, hapo haijasemwa. Yeye ambaye akishatiishiwa atakuwa yeye ndio muweza yote ama atakuwa yote katika yote ni nani? Mstari wa 28 amesema mwana mwenyewe akisha kutiishwa ndipo Mungu mwenyewe atakuwa atamtishia vitu vyote ili Mungu awe yote katika wote. Sikiliza vile ile andiko linasema bwana Wankemwa. Ngoja tulisome. Usiongeze mambo yako. Hataki kuongeza. Maandiko yanasema hivi. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake. Kwa hivyo kwanza vitu vinatiishwa chini yake huyo ambaye ni mwana. Ambaye ni mwana sawa sawa na Zaburi 110 mstari. Huyo mwana ni nani? Huyo mwana ni mwana kwa sababu aliahidiwa unabii katika Zaburi 110 mstari wa kwanza. Haya, huyo mwana ni nani tunapoendelea? Unataka jina? Huyo mwana ambaye vitu vyote vinatiishwa. Ndio unataka jina lake? Si utamke tu ni nani? Ndio nauliza unataka jina kwa sababu tayari umeshatamka mwana. Ni nani? Asante. Kama unataka jina ni Yesu. Basi kwa hivyo vitu vyote vinatiishwa chini ya nani? Chini ya mwana. Asa. Vikishatiishwa tunaendelea kuambiwa hivi. Ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiisha vitu vyote. Aliyemtiishia vitu vyote. Kwa hivyo mwana atakuwa chini ya yeye aliyemtiishia chini ya vitu. Hapo amesema ndipo mwana mwenyewe atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia. Angalia Wankemwa, waje kubadilisha Kiswahili. Sibadilishi. Angalia hapa vizuri ama? Naangalia mimi najua. Tunaambiwa hivi. Tunaambiwa hivi, sikiliza, tunaambiwa ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa. Kwa hivyo atatiishwa huyo mwana. Akishatiishwa chini yake yeye na anatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Ndio hicho nikakuuliza sasa. Kwa hivyo wewe, hiyo ili Mungu awe yote katika wote. Hawa wote kina nani? Swali langu liko hapa. Huyu mwana ambaye tumekubali ni Yesu. Tunaona naye atatiishwa chini ya yeye aliye ambaye mwana ni Yesu. Kwa sababu hata huyo baba naye tishia hapo naye ni Yesu. Haya ni sawa basi. Unajua nimepewa muda na sijamaliza. Ili Mungu awe yote katika wote. Hawa wote ni akina nani? Waambie watu. Hawa wote. Sasa kwa sababu hapa tuko na mwenyekiti na amesimama na bado sija kwa dakika moja mwenyekiti. Sasa ili Mungu awe yote katika wote. Hawa wote kina nani? Maana tukienda hivyo hatutamaliza. Swali langu ilikuwa ya kwamba bwana Wankemwa. Nisikilize. Rafiki yangu Isaac Deme. Nisikilize Wankemwa. Sasa swali la pili tunaposoma kitabu cha Luka 22:68 tunaambiwa hivi bwana Wankemwa. Tunaambiwa lakini
tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo mwana wa Adamu ameketi upande wa nani? Hapo maandiko yamesema upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo yeye si nani? Si nani sasa nani? Kwa sababu haya mwenyekiti kocha. Lete sasa. Kwa sababu huyu anaposema mkono wa kuume, nilisema hapa wao wanachora picha ya kwamba Mungu ndio yuko hapa, yuko physical, alafu mwana ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi ni Mungu Mwenyezi, si Yesu. Ukitaka jina lake ni Yesu. Mimi nataka kuuliza Bwana Mwakemwa, Mungu Mwenyezi anakufa? Akichukua Kristo anakufa. Nauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia, akichukua nafasi ya Kristo anakufa. Kwa hivyo kati ya Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu Mwenyezi? Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu Mwenyezi, El Shaddai. Nani alikufa? Kristo. Mwana au Roho? Kristo. Kristo ni mwana au Roho? Kristo ni mwana. Mwana alikufa? Ndiyo. Ni Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi, lakini kwenye aliyechukua mwili uliokufa unaitwa Kristo. Mungu Mwenyezi anakufa? Angalia sasa, narudia tena. Warning Voice of the Last Days, sauti ya ukweli. Mwankema, unaamini utatu mtakatifu? Kabisa kabisa, kwa sababu ndivyo Biblia inavyofundisha. Unaamini utatu wako ama unaamini utatu wa umoja wa makanisa? Ninaamini utatu wa Biblia. Wa Biblia? Ndio. Je, unakubaliana na msingi wa Nikea? Msingi wa Nikea? 325? Ndio. Unakubaliana nao? Ninakubaliana nao kabisa. Asante. Katika wewe umesema hivi kwamba nimekusikiza hapa unaongea na katika maswali kwamba Yesu hajazaliwa. Umesema hivyo hujasema? Nimesema namna kuzaliwa kwake, ambayo lugha yetu ya Kiswahili imesema kuzaliwa. Tutakaposoma kwenye Kiunani imeandikwa prototokos. Kwa ina maana wewe haikumaanisha born, imemaanisha prototokos. Kwa hajazaliwa. Narudia. Jibu tu swali, hajazaliwa amezaliwa. Sasa kuzaliwa, okay, ameprototokos. Okay. Sasa mbona nasema kwamba wewe unaamini utatu gani? Ninaamini utatu huu wa Mungu mmoja ambaye amejifunua katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi tatu tofauti. Sawa, wewe umesema kwamba pia unaamini utatu wa Nikea, si ndio? Ndio. Sasa naomba niusome utatu wa Nikea hapa. Usome kabisa, na mimi ninao. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, sawa? Sana. Kanuni ya imani ya Nikea, Constantinople, sawa? Na sadiki kwa Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Wewe unaamini Baba ni Mungu mmoja Mwenyezi? Baba ni Mungu mmoja. Sikiliza kwa makini. Na sadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Hii ni katekisimu. Sawa? Unaamini nukuu kwenye katekisimu hapa? Tulia kidogo, tulia kidogo. Tulia. Sasa ungesoma yote. Naomba tulie sasa. Wewe umesema hivi, unaamini utatu wa Nikea. Nimekusudia hapa ni katekisimu ya Kanisa Katoliki. Sawa? Asante sana. Imesema kanuni ya imani ya Nikea. Simeandikwa hivyo? Ndio. Na Constantinople. Tuko pamoja? Ndio. Tunaanza hivi. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio. Unakubaliana? Nakubaliana. Nakubaliana. Wewe Mungu mmoja ni ba? Twende sehemu ya pili. Nakubaliana. Twende sasa. Na sadiki kwa Bwana mmoja. Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu. Sawa, mwana pekee wa Mungu. Aliyezaliwa na Baba tangu milele. Unakubaliana? Ninakubaliana. Ndio ile monogenes. Ndio monogenes. Sasa wewe ulikataa kwamba monogenes. Wewe ulikataa kwamba Yesu hajazaliwa. Namna mlivyokuwa mnaongea ya zaliwa yenu sio ya monogenes. Twende hapo. Nimetoa wapi? Twende hapo kwanza. Sawa, hapo hapo. Tuko kwenye Nikea. Ametoka katika nasaba. Twende kwa Nikea. Tunakubaliana. Hapo hapa. Sawa. Twende kwa Nikea. Ametoka kwenye nasaba. Ametoka? Nasaba.
Hapa tunasema Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Hapa Mungu yupi? Anamaanisha katika uungu, maana yake Baba. Baba. Yeah. Wewe amechukua nasaba ya nani? Amechukua nasaba ya nani? Nimesema ametoka kwa Baba. Baba tunaposema umesema ana nasaba moja. Nasaba moja. Nasaba kutoka kwa nani? Masawe, unapenda nasaba kutoka kwa nani? Masawe. Mwana anachukua nasaba kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Mungu yupi? Imeandikwa hapa. Mungu Baba. Imeandikwa hivi, unisikilize, imeandikwa hivi. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Mungu yupi sasa? Mungu aliyetoka kwa Mungu. Ndio. Mungu yupi aliyetoka kwake? Sasa hapa wameandika Mungu yupi? Sasa sikiliza kwa bana. Tuendelee. Mwanga kwa mwanga. Mungu kweli. Kwa Mungu kweli. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Sikiliza, alizaliwa bila kuumbwa. Alizaliwa bila kuumbwa. Kuna watu hapa waliuliza, walisema Yesu kaumbwa. Hapa panasema kumbe amezaliwa bila kuumbwa. Ndio, nakubaliana mimi na wewe. Yesu amezaliwa. Sawa? Bila kuumbwa. Bila kuumbwa. Ila amefanyaje? Kwa sababu ni nani? Ila amefanyaje? Kwa sababu ni nani? Ila amefanyaje? Amezaliwa hajazaliwa? Kuzaliwa kwa Mariamu. Amezaliwa kwa Mariamu, amezaliwa. Sasa wewe anapinga Nikea, imani ya Nikea. Sio kwamba napinga imani ya Nikea. Hapa imani ya Nikea imesema amezaliwa na Mariamu. Naomba unisikilize. Amezaliwa na Mungu. Masawe, naomba unisikilize. Jibu swali. Katika imani ya Nikea, Yesu amezaliwa na Mungu, amezaliwa na Mariamu. Hapa. Hii unayosema wewe ya kuzaliwa hiyo nimekuambia ni prototokos. Okay, mimi nafikiri imeeleweka. Asante sana. Sasa naomba nichukue maswali ya wasikilizaji. Tunaporudi kwa mada yetu, wamesimama wawili. Hapo ndio nataka tuzingatie. Mwanzo wa mwana ni upi? Ametoka kwa nani? Na umekuwa kuwaje mwana? Anakuwa kuwaje mwana? Nimekuambia ili swala la mwana yani lipo tangu milele. Usiseme amekuwaje kuwaje. Imesema mwana ni wa milele. Haya, asante. Kama hivyo ndivyo ilivyo uelewa wako. Swali langu la mwisho. Huwa mnatumia andiko. Kwa nini na mimi nisikuulize sasa wewe? Sasa mimi ndio nimesimama hapa nikuhoji. Swali langu la mwisho, huwa mnatumia kitabu cha Mwanzo 1:26 ya kwamba walikuwa watatu waliokuwa naumba. Sasa leo naomba kwa andiko ya kwamba Mungu Roho ako na sura ya Baba. Maana waliokuwa naumba kwenye hilo andiko tunaambiwa walikuwa na mfano. Yaani anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo walikuwa wanazungumuza ambao wanafanana. Sasa wama wana sura moja. Sasa ili Mungu Roho tukubaliane na wewe leo na nitaaminiana na wewe leo ya kwamba utatu upo. Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa wapi kwa andiko Mungu Roho ana sura ya Baba ili hilo na mfano wao ili tukubaliane ya kwamba kweli walikuwa watatu pale mwanzo? Asante, kwa sababu ukishasema Mungu, umeshasema Mungu ni Roho. Kwa sababu hata huyo tunayesema mwana Kristo naye ni neno. Neno ni Roho. Neno ni Roho. Kwa hiyo unaposema Roho, Roho is something neuter. Is neither feminine nor masculine. Yaani subiri sasa. Roho haina umbile la kiume wala la kike. Ni neuter, lisiloambatana na upande wowote. Ndivyo Roho alivyo. Kwa hiyo mpaka Mungu alipokuwa anaongea pale kwenye Mwanzo ulipouliza, hapana umbo lolote. Hapana umbo lolote, ni Roho. Mpaka baadaye ndio unaanza kuona sasa anapoanza mwana anaanza kusema naye neno alifanyika mwili. Yaani anatoka katika hali ya roho, sasa anaanza kuja katika mwili ili kuwakilisha ile Emmanuel. Sasa uliposema kwamba wapi roho, iliposema Mungu Roho naye ana sura, hiyo sura tayari iko pale. Nimesoma hapa Ayubu 33:4, roho ya Mungu imeniumba. Wewe roho unaweza kuishika. Zaburi 104 mstari wa 30, waipeleka roho yako nao wanaumbwa. Roho unaweza kuishika. Kwa hiyo kabla alivyokuwa anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, hakumaanisha Mungu awe kama mimi nilivyo naumbwa. Maana yake ndani yako wewe roho yumo. Ndio maana tunasema huu mwili huu ukija kufa, tunasema huu ni mwili wa Isaac, lakini roho imemrudia Mungu aliyeitoa. Si umeona hapo? Kwa hiyo ni yule roho wa Mungu ambaye ameletwa ndani yako, ndio anakaa ndani yetu. Lakini yupo, hana umbile la kama mimi na wewe. Kwanza Mwankema bwana, wacha tuache maandiko yajieleze. Usieleze maneno mingi pale na kupotosha maandiko. Tena swali langu lilikuwa hivi, pale kwenye ile andiko la Mwanzo, na hapo ndio bado narudi. Na naomba kama hakuna jibu useme tu hakuna. Kama hakuna andiko sema tu hakuna.
Maana pale panasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa unataka useme kwa mfano wetu ama wa nini? Ama si hapo andiko hakuna yenyewe unasema ya nini? Hapo andiko liko wazi. Na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa huo mfano ukoje ili tuone kama ule mfano waliousema roho hayupo. Haya, nisikilize. Nakusikiliza. Sasa lazima tuache maandiko yajieleze. Ni nani aliye na mfano wa Mungu? Ndio nikauliza swali. Andiko moja, Mungu Roho ana mfano wa Mungu Baba ama sura ya Baba. Maana kwa mfano mimi nitatoa andiko, maana tunakubali Yesu ni Mungu, maana ako na asili ya Mungu, tena yeye ni mfano wa Mungu. Kwa mujibu wa ile andiko wa Kolosai 1:15 tunaambiwa naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hapa tayari tumepata kwenye Mwanzo. Tunaporudi kwenye ile andiko tunaona aliyekuwa na Mungu, aliyekuwa na sura ya Mungu ama mfano wa Mungu wa kwanza kwa mujibu wa maandiko ni wa Kolosai 1:15 ambaye ni Yesu. Sasa huyu Mungu Roho ili awe ahusike pale kwenye mwanzo kwa uumbaji, wapi andiko Mungu Roho ana mfano ama sura ya Mungu kama Yesu alivyo mfano na sura ya Mungu? Asante sana. Hata huyo Yesu naye msema asingechukua umbile la kibinadamu wala usingejua awali alikuwaje au sasa hivi alivyo mbinguni yukoje, kwa sababu alifufuka na mwili wa utukufu ambao sio kama huu. Kwa hiyo hilo andiko unalolitaka nimekuambia, Ayubu 33:4 anasema roho ya Mungu imeniumba. Alafu Zaburi 104 mstari wa 30 anasema waipeleka roho yako wanaumbwa, kwa sababu alikuwepo wakati wa uumbaji kwenye Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 2 kwamba roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipindi cha uumbaji. Asante. Ameelewa, na utatu sasa ataanza kuufuata. Sawa, kuna swali lingine. Warning Voice of the Last Days, sauti ya ukweli. Wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi ni Mungu Mwenyezi, si Yesu. Ukitaka jina lake ni Yesu. Mimi nataka kuuliza Bwana Mwakemwa, Mungu Mwenyezi anakufa? Akichukua Kristo anakufa. Nauliza, Mungu Mwenyezi anakufa? Narudia, akichukua nafasi ya Kristo anakufa. Kwa hivyo kati ya Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu Mwenyezi? Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu Mwenyezi, El Shaddai. Nani alikufa? Kristo. Mwana au Roho? Kristo. Kristo ni mwana au Roho? Kristo ni mwana. Mwana alikufa? Ndiyo. Ni Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi, lakini kwenye aliyechukua mwili uliokufa unaoitwa Kristo. Mungu Mwenyezi anakufa? Angalia sasa, narudia tena. Kwa hivyo mwana wa Adam ameketi upande wa nani? Hapo maandiko yamesema upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo yeye si nani? Si nani? Sasa nani? Warning Voice of the Last Days, sauti ya ukweli.